Hivi unamkumbuka mwanadada Lydia Blanc ambaye alitrendi sana kwa nyimbo zake kali ambazo alikuwa anaziimba kama cover. So majira ya leo ameweza kupokea DM nzito sana. Katika hiyo DM kitu ambacho aliambiwa ni kwamba anataka atumiwe kiasi cha shilingi milioni 20 kwa ajili ya kuwapelekea watoto yatima. Sasa hii kwake imekuwa kama ni surprise na akaweza kusema kwamba jamani, Mungu ana watu sana. So hii ndo namna nzuri sana ya kumwabudu Mungu, sio unasema unaenda tu msikitini au kanisani na husaidii watoto yatima. So nitakusomea baadhi ya chati ambazo ameweza kuzitoa katika mtandao wake wa Instagram, fanya kama vile kuzitoa in public, yani kila mtu aone. So huyu bwana anaitwa Badson 74 aliweza kumtumia DM kufuatia mtandao wa Instagram Lydia Blanc, na akaandika hivi: dada yangu, I hope uko poa. Ninamshukuru sana Mungu, mambo yangu yameniendea vyema, hivyo ninaomba nitoe kiasi cha shilingi milioni 20 iwe kama fungu la 10, na shukrani pia kwa Mungu wetu. Nipatie CRDB nikuwekee, na naomba iwafikie wenye uhitaji wote. Natanguliza shukrani zangu, afu akaflash na emoji shukrani. Huko chini akamaliza kusema kwamba ratiba yangu itakuwa ni ngumu sana, ndio maana nimefikiri unaweza nisaidia kuniwakilisha katika hilo. So Lydia Blanc alikuja akajibu na kusema kwamba this prank out, lini unataka ifanyike kaka? That's a lot of money. Jamaa akajibu na kusema kwamba hata leo ni wewe tu, nipe CRDB account, ni wewe na muda wako dada yangu. Huku mbeleni wakaendelea kuchati of course. Baadaye tukaja tukaona muamala ambapo Lydia alikuja kusema sawa, alikuja kujibu na kusema kwamba sawa na kurudia. So baadaye tukaona muamala milioni 20, hiyo hapo imetiki. Lydia Blanc akamjibu na kumwambia kwamba aisee, ubarikiwe sana, naweza kuposti hii Instagram. Jamaa akamwambia just post it, usijali. So hiyo ilikuwa ni conversation ya Lydia Blanc pamoja na huyu bwana ambaye anaitwa Badson. So nilikuwa napitia katika page ya mtandao wa huyu bwana Badson, ana followers of course 35,700 katika mtandao wake wa Instagram. Ukiangalia katika bio yake ameandika gold dealer, kwamba gold dealer katika lugha ya Kiswahili ni kwamba ni mtu ambaye ana chase man, yani mtafutaji of course. Sijui unanielewa, hiyo ndo maana dealer. Sasa nilikuwa nafuatilia baadhi ya posti zake, of course hichi ndicho anachokifanya, ni mtu. Sasa hapa tukija kuangalia kwenye hii page, mara kwanza nilitafsiri kusema kwamba gold dealer nikimaanisha kwamba labda ni mtafutaji, lakini kumbe alivyoandika katika bao yake gold dealer alikuwa anamaanisha kabisa kwamba ni kweli anafanya kazi katika machimbo ya madini, of course ni mtafutaji madini. Hapa hii post yake inaonyesha kabisa yuko katika sehemu ya uchimbaji wa madini. Kama ushakufika nafikiri utakuwa unaelewa. Hii ni post yake nyingine. Huyu hapa bwana of course ameweza kujiposti na yuko kwenye gari kali jinsi kama unavyoliona. So ni mtu ambaye anaonekana amepata mafanikio katika kile anachokifanya. Sasa hapa nafikiri alikuwa na familia yake na walikuwa wana enjoy of course, jinsi kama unavyoweza kuona namna hiyo. Na huku unamwona kabisa yuko katika sehemu za pesa kweli kweli. Hizi sehemu haufiki mtu hoeae kama mimi. So ni moja kati ya kitu ambacho kimeweza kufurahisha watu wengi sana. Badson mpaka hivi sasa ameendelea kuvuna followers wengi, na hii ni kutokana na hichi kitu ambacho anakifanya. Unaona kipi cha kusema kufuatia hizi posti ambazo zimeweza kupostiwa na Lydia Blanc katika mtandao wake wa Instagram, akimexpose huyu mshikaji ambaye anafanya kazi kwenye machimbo. Of course jamaa ni ana pesa sana na ameweza kuonesha uwezo wake kwamba kupatia kile ambacho amekifanya anaweza ka give back kwa watoto yatima. Shika comment yako hapo chini, una kipi cha kuzungumza kufuatia posti za huyu bwana.